Watumishi wa Mungu, tunamshukuru Mungu ya kwamba leo ni siku ambayo ni ya kihistoria katika huduma yetu, ambayo nakwenda kufunguliwa ofisi maalum kwa ajili ya kuweza kuifanya kazi ya Mungu. Leo ni siku nzuri ambayo Apostle ameweza kutuita. Lengo kubwa ni uzinduzi timu ambayo atafanya nayo kazi. Yeye neema yake ambayo amepewa ni kiongozi wa Kristo. Amina. Basi nakwenda kumtambulisha mwenyekiti wa hiyo ofisi ambaye ni Elder au Mzee Kesi, ambaye ni mwalimu au mchungaji wa Sunday School hapa kanisani. Yuko hapa, nitampatia. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wote unaowaona hapa wanamtegemeza mtume, mkono wake wa kushoto, mkono wake wa kuume. Mama yupo hapa anamtegemeza pale nyumbani kwamba sija kachukuliwa na mambo tena ya nyumbani wakati Bwana anamngoja kule kwenye shamba. Utume wa Afrika wakana serikali ya Kristo unatokea Tanzania, Dar es Salaam. Huduma ya kitume ambayo ndio leo inazinduliwa hapa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Betin ndiye ambaye atakuja kwa ajili ya utambulisho. L'équipe est une force. Kikundi ni nguvu. Si quelqu'un travaille, Kama mtu anatumika peke yake, souvent moi je doute de son apostolat. mara nyingi mimi nakuwa na mashaka na utuma wake. Moi-même je fais partie de plusieurs équipes apostoliques. Kwa sababu mimi mwenyewe naenda kwenye timu nyingi ya utume. Kuna impactation wakati tuko tunapakwa mafuta. Haijalishi umeingia namna gani, Mungu anaangalia kazi unayokwenda kuifanya. Siku ya leo kwangu imekuwa furaha sana sana sana. Ninamtukuza Mungu sana. DJ wetu aweze kutupa wimbo maalum kwa ajili ya kuruhusu viongozi waingie ndani ya kanisa tuweze kuanza ratiba. Karibu namna hiyo. Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha. Ukisema umetenda. Harisha Israeli, uliwavusha. Kawatoa utumwani. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Uamualo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Jehova, hakika tumeuona Baba mkono wako. Tuendelee kusimama namna hiyo. Tunafurahia wimbo huu ya kwamba tumeona wema wa Bwana. Ukatushika mkono Mungu mahali uliona pekee. Chini hata chini watu unawainua Mungu. Sifa ima wewe mwema, tutaishi kwako. Nisikie vigelegele namna hiyo. Namna hiyo. Asante sana. Asante sana. Nisikie makofi kwa Yesu. Makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tunamshukuru Mungu ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, ambaye ametujalia siku ya leo tena tuweze kuwepo kwa tukio hili kubwa la kihistoria la kwenda kuwasimika viongozi wetu wa apostoliki kwa ajili ya huduma kubwa ambayo iko mbele yao. Ni huduma kubwa ambayo itakwenda kuenea katika ulimwengu wote na Afrika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Kabla hujaketi, basi nitakwenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu hapo. Uje tufungulie kwa maombi. Njoo tufungulie kwa maombi tuweze kwenda kuanza ratiba yetu tukiwa chini ya uongozi wa Bwana. Tuombe. Baba mtakatifu, muumba mbingu na nchi, mfalme mkuu Yesu Kristo, kisima cha maji ya uzima, tazama wana wako tumekusanyika, tumejuzulia mbele zako, mioyo yetu iwazi kutoka kwako. Bwana, tunahitaji mfalme mkuu kusudi lako maalumu
uliloliweka ndani mwetu, Mungu, likachipuke sasa. Watumishi wa Mungu, tunamshukuru Mungu ya kwamba leo ni siku ambayo ni ya kihistoria katika huduma yetu, ambayo nakwenda kufunguliwa ofisi maalum kwa ajili ya kuweza kuifanya kazi ya Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 28 ya kwamba enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, na kila atakayeamini ataokoka. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maono makubwa ambayo mtumishi wa Mungu ameweza kuwa nayo kwa muda mrefu kwa ajili ya huduma hii ya kuwaleta watu kwa Yesu. Kwa hiyo kulingana na ratiba yetu jinsi ilivyo, na baada ya kuwa tumeketi vizuri namna hiyo na tumeshakaribisha uwepo wa Bwana katikati yetu, ratiba yangu sasa hivi inanionyesha kwenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye atakuja kwa kazi maalum ya kwenda kutambulisha huduma ya kitume. Huduma ya kitume ambayo ndo leo inazinduliwa hapa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Betin ndiye ambaye atakuja kwa ajili ya utambulisho. Kwa hiyo nichukua nafasi ya kuweza kukupa kwamba baada ya haya ninayozungumza, yeye atakuja kwa ajili ya kuweza kutambulishia huduma hii. Huduma hii ya kwamba iko namna gani. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Betin, naomba niweze kukukaribisha kwa ajili ya kuja kwenye utambulisho huu. Nisikie makofi wakati anakuja. Nisikie makofi mengi wakati mtumishi wa Bwana anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nous sommes heureux de nous présenter dans la présence du Seigneur ce matin. Tunayo furaha kubwa katika uwepo wa Bwana asubuhi ya leo. Il est le Dieu de temps et de circonstances. Yeye ni Mungu wa nyakati na majira. Amen. Amen. Nous allons rapidement partager la pensée de Dieu en rapport avec la cérémonie d'aujourd'hui. Tutenda haraka haraka kugawana neno la Mungu kutokana na kazi iliyopo mbele yetu. Et à cet effet, nous allons parler de la personne et l'œuvre du ministère de l'apôtre. Na hapo tutaongea kuhusu huduma ya utume. Parce qu'on parle de l'apôtre, Kwa sababu tunaongelea utume, plusieurs sont en train de penser que c'est un titre d'honneur. Wengi wanafikiria kwamba ni tito kubwa sana. On peut se lever un matin, on commence à s'appeler apôtre. Ambayo unaweza kusimama na wewe asubuhi na kwa aposto. Et à cet effet, nous allons interroger les Écritures Na katika hiyo tutakwenda kusoma maandiko de manière à considérer qu'est-ce que Dieu lui-même pense de l'apôtre. ili kuweza kuelewa ni kitu gani kabisa Mungu anaelewa kuhusu La utume. première chose qu'on va considérer, Kitu cha kwanza ambacho tutaona kabisa c'est de savoir que ni kujua ya kwamba on commence par apôtre. Subitement on se lève et puis on entre dans le service. Atuanze tu ghafla utume, kazi ya utume, na moja kwa moja tunaingia kwenye kazi hiyo. On commence quelque part. Tunaanzia sehemu fulani. Et pour bien comprendre là où il faut commencer, on va lire le passage de Marc chapitre 3. Na hapo tutasoma kitabu cha Marko mlango wa 3 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Kwanza mstari wa 13 mpaka 15. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na tutasoma katika jina la Yesu. Il monta ensuite sur la montagne. Akapanda mlimani. Il appela ceux qu'il voulut. Akaita wale ambao aliwapenda. Et ils vinrent auprès de lui. Na akaongea nao. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Na akaweka 12 ili waweze kuwa pamoja naye. On va souligner les avoir avec lui. Tutaweka kistari kwamba kuwa pamoja naye. Et pour l'envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ili waweze kuanza kutembea naye na kwenda kuhubiri habari njema. Bien-aimés serviteurs et servantes de Dieu, watumishi wa Mungu wa kike kwa wa kiume, ce passage est un enseignement très profond. Mstari huu ni mafundisho ya kini zaidi. Quand on doit commencer un service avec Dieu, n'importe quel service, pas seulement l'apostolat, tukianza huduma yoyote, sio huduma tu ya kiutume. Tout part du discipolat. Kila kitu kinaanza kwa wanafunzi, kuwa mwanafunzi. Nous voyons Jésus lui-même semant l'écart. Il dit, il monta ensuite sur la montagne. Tunaona Yesu mwenyewe alipanda kwenye mlima.
Sur la montagne, c'est le symbole de la séparation d'avec le monde. Kupanda mlimani ni kuonesha kuachana na dunia. Il se met lui-même à l'écart. Akajitenga mwenyewe pembeni. Qu'il lui voulut. Na akaweka wale ambao yeye peke yake aliweza kupenda kuweka. Après les avoir appelés, na baada ya kuwaita hawa, pas envoyés tout de suite. Asikuwatuma hapo hapo. Il les a appelés pour les avoir avec lui. Kwanza aliwaita ili waweze kuwa pamoja naye. La chose numéro 1. Kitu cha kwanza, si on doit être appelé à l'apostolat, tukiitwa kwenye utume, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans cet enseignement, kwa sababu hicho ndiko kilicho hapo kwenye mafundisho. On doit d'abord passer du temps avec lui. Lazima tupite muda pamoja na Yesu. Lui qui? Yeye nani? Jésus qui appelle. Yeye Kristo aliyokuita. On doit passer du temps avec lui. Lazima tuwe pamoja naye kwa muda. Pour acquérir de lui les caractères chrétiens. Ili kuweza kuvuta vilivyo kwake kuwa kwetu. Le temps de rester en compagnie de quelqu'un. Na kama tunakuwa pamoja na mtu fulani, de vivre avec quelqu'un, au kuishi na mtu fulani, c'est pour que ce quelqu'un-là qui t'a appelé te communique ses caractères à lui. Unapoishi na mtu fulani na mtu ambaye aliyokuita, ni kusudi ule mtu akuambukize kitu au tabia iliyokuwa ndani yake. L'apôtre le vrai, apôtre wa kweli, c'est celui chez qui on découvre le caractère de Christ d'abord. Ni yule ambaye tunavumbua tabia ya Kristo ndani yake. Pour avoir ce caractère de Christ, il faut avoir vécu dans l'intimité avec ce Christ-là avant même d'aller dans l'apostolat. Nous voyons qu'il est resté avec eux. Et quand nous considérons les Écritures, il a dû mettre 3 ans et demi avec eux. Et quels sont ces caractères qu'il leur communique? Il s'agit il leur a communiqué des caractères. Quels sont ces caractères? Faute de temps, on ne va pas les prendre tous. Nous allons parler de 2 caractères. Numéro 1, c'est l'humilité. Puisque lui, il est dit de lui Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Que lui qui ayez en vous le caractère ou les pensées ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul dit? Ayez en vous. Il y a des traductions qui disent les sentiments. C'est-à-dire Jésus forme en nous son caractère du. Kwa hiyo Kristo anakuwa anatutengenezea ndani yetu ile tabia ya unyenyekevu. À partir de verset 6, kwa sababu katika kitabu cha Wafilipi ile mstari wa 2 kuanzia mstari wa 6, il est dit lui qui était égal à Dieu. Anasema yeye ambaye ni pamoja na Mungu. Yeye mwenyewe alinyenyekea. Yesu Kristo hajamshusha kwa nguvu. Hallelujah. Mtume hatakiwa washushwe na watu, lazima yeye mwenyewe au mtu wa kutushusha. Yeye mwenyewe Yesu Kristo ni mtume mkuu. Alikuwa amenyenyekea mwenyewe mpaka kuja kama mwanadamu. Yeye ambaye alikuwa ni Mungu. Ndipo baada ya hapo alikuwa ni jina lake lilikuwa juu ya majina yote. Na jina ambayo kila goti lazima lipigwe. Kwa namna nyingine, ili kufikia kwenye kiwango cha utukufu, lazima tuanze kunyenyekea. Ndio maana anasema kunyenyekea kunatanguliza utukufu. Wapendwa katika Kristo, hawezi kujua mtume kwa tato yake. Tunamjua kwa tabia ya Kristo iliyokuwa ndani yake. Kwanza ni ule unyenyekevu. La patience. La patience. Uvumilivu. Le ministère apostolique est un ministère appelé à traverser beaucoup de moments d'épreuve. Utumishi wa kitume ni utumishi ambao unakupitia mambo mengi,
changamoto nyingi. Ça va faire 47 ans et demi maintenant que je suis dans l'apostolat. Sasa hivi nina miaka katika utume wa kitume miaka J'ai 47. rencontré beaucoup d'apôtres dans le monde. Nimekutana na mitume nyingi sana duniani. Je n'en ai pas trouvé un seul qui n'a pas connu d'épreuves. Sijawahi kukutana na moja ambaye hajakutana na changamoto. Connaître l'épreuve, ça fait partie de l'apostolat. Na changamoto inaendana pia na kazi ya utume. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12, Wakorinto wa pili chapitre 12 sura ya 12 verset 12. na mstari wa 12. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Apostol Paulo anasema hivi: Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. changamoto ya utume inakwenda kupasuliwa katikati yenu kwa kazi ya kuwa mnyenyekevu. Mtume on le reconnaît par la patience. Tunamjua kwa kuvumilia. Il rencontre l'opposition. Atakutana na upinzani. Il rencontre l'adversité. Anakutana na watu wa kumpinga. Il demeure patient, il regarde à Dieu. Na anabaki mtu mtulivu na anamwangalia Mungu. Vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe dans la première lettre aux Corinthiens. Tukiangalia katika kitabu wa Korinto wa kwanza, au chapitre 3, mlango wa 3, l'apôtre Paul a appris Mtume Paulo alijifunza qu'il y avait des divisions dans l'église qu'il avait commencé à Corinthe. Kwamba kulikuwa na mgawaniko ulikuwa unaingia kabisa katika kanisa la Wakorinto. C'était dû à quoi? Ilitokana na nini? Il est allé placer les fondements, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Nitawaambia sasa hivi. Les autres sont passés. Kuna wengine waliweza kupita. Pierre est passé après lui. Petro aliweza kupita baada yake. Et Apollos est passé aussi. Na Apollos aliweza pia kupita. Et puis il y a eu division dans l'église. Na kukawa mgawaniko katika kanisa. Il a commencé à leur dire. Akaanza kuambia. Mais pourquoi vous faites ça? Kwa nini mnafanya haya? Qui est Paul? Ni nani Paulo? Qui est Cephas? Nani Cephas? Qui est Apollos? Nani Apollos? N'est-ce pas des serviteurs, des instruments inutiles par lesquels Dieu vous a amené? Si ni mitume tu ambayo Bwana mwenyewe ametuita na kutuchagua. L'apôtre a des douleurs lorsqu'il apprend que ce qu'il a commencé quelque part est en train de se détruire par les divisions. Na mtume alipata machungu na maumivu kwa yote ambayo ilikuwa inafanyika katika kanisa. Quand nous arrivons au chapitre 16 de la même lettre. Lakini tukienda katika Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 7. 1 Corinthiens 16. Wakorinto wa kwanza mlango wa 16. Il parle d'Apollos qui était parmi ceux qui étaient cités après lui. Akaanza kuongelea kuhusu Apollos ambaye alikuwa pamoja na wale ambao walikuwa pamoja naye. Il dit j'ai supplié Apollos à revenir chez vous. Anasema nimembembeleza Apollos ili aweze kurudi kwenu. Mais il a trouvé que ce n'était pas le moment. Lakini alikuta ya kwamba sio wakati. Vous comprenez le cœur d'un apôtre? Mnasikia moyo wa mtume? C'est quelqu'un de humble. Ni mtu mnyenyekevu. Il n'a pas dit comme moi j'avais commencé l'église à Corinthe. Hakuweza kusema kwa sababu mimi nilianza kanisa katika Apollos est passé par là puisque Apollos était un excellent enseignant de la parole. Hakuweza kusema Apollos alipitia hapo na Apollos alikuwa ni mtu kabisa mama kwenye neno vizuri. Dans Actes des Apôtres, on le présente comme quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Katika matendo ya mitume wanaonesha kama ni kama mtu ambaye aliingiza sana kwenye kilingini. Autrement dit, chacun de nous a la grâce. Il y en a qui sont enseignants, il y en a qui sont prédicateurs, il y en a qui sont kwa namna nyingine katika neema kuna wengine ni mitume, kuna wengine ni walimu na kuna wengine ni kazala. Il ne pouvait pas dire comme lui a bien enseigné là-bas et les gens disent nous sommes d'Apollos. Hakuweza kusema kwa sababu huyu aliweza kujua kufundisha sana na kujua ya kwamba kwa sababu wengine wanasema sisi ni wa Apollos. Alors je l'appelle plus. Sasa siwezi tena nikamuita, siwezi nikamwona ni wa faida. Vous et moi. Nini na mimi. Aujourd'hui. Leo. Si vous invitez quelqu'un dans votre église. Kama unaalika mtu katika kanisa lako. 3/4 d'église commencent à l'apprécier plus que vous. Kama wanaanza kumapreciate kuliko wewe. Est-ce que vous allez l'inviter un autre jour? Peut-être au nombre nous sommes seuls. Mais la plupart vont dire non, mais celui-là il ne peut plus revenir. Sinon les gens vont le suivre. Mais quand on est humble, on voit que les intérêts de Christ, on invite encore. Et là, amen. Voilà le caractère de Christ. Et quand Paul dit dans ce passage, mon apostolat, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous.
Na wakati Paulo anasema ya kwamba changamoto ya utumishi wangu uliweza kupasuliwa kwa ajili yenu. L'apostolat a besoin de preuves. Prouver qu'on est apôtre. Ce n'est pas à vous de dire moi je suis apôtre. Non. Les preuves doivent jaillir de ton cœur de patience. Sio kwako wewe unaweza kujitangaza mimi ni mtume. Tutaona utume wako kwa tabia zako na mwenendo wako. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mnajua ni kitu gani kinafanyika leo? Quand nous allons à la télévision pour passer une émission, tunaweza kuangalia kwenye ma-TV, ou quand nous arrivons dans une conférence, au tunapofika kwenye mikutano. Monsieur, présentez-vous. Présentez-vous. Ndugu, jitambulishe. Je suis l'apôtre Bertin. Mimi ni mtume Bertin. Où est-ce que vous avez copié cet exemple-là? Mshakuiona hiyo wapi? Mais Paul dont nous parlons ici, lakini Paulo anasema hapa, par humilité, kwa unyenyekevu, tous les livres de Paul. Musome vitabu vyote vilivyoandikwa na mtume Paulo. Il commence toujours par dire Paul, anaanzia kusema mimi Paulo, virgule, appelé à être apôtre. Anajitambulisha, mimi Paulo nimeitwa kwa kuwa mtume. Si vous êtes apôtre, kama wewe ni mtume, et que votre nom c'est Jean ou Paul ou Bertin, na jina lako ni Yohana au ni Mike, présentez-vous par votre nom. Ujitambulisha kwa majina yako. Mais les preuves de votre appel apostolique vont éclater à travers l'humilité et la patience. Lakini huduma ambayo iko ndani mwako wa kitume ambao umeitiwa na Kristo utaonekana wenyewe tu kwa vitendo. Maintenant revenons à notre passage de Marc 3. Sasa twende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 3. On dit il les a appelés pour être avec eux. Akawaita ili waweze kuwa pamoja naye. L'apostolat. Hiyo ni huduma ya kitume. Et le verset se termine et pour les envoyer. Na kitabu kinasema na akawatuma. Nous soulignons le verbe envoyer. Tunaweka kistari kutuma. C'est là le problème. Hapo ndipo pana tatizo. L'apostolat, utume ou l'apôtre, au kuwa mtume, est tiré du verbe grec. Imetokana na verbe grec. Ni neno la Kigiriki appelé apostolo, ambayo inaitwa apostolo. Et apostolo, na apostolo veut dire envoyé pour une mission spéciale. Inamaanisha ya kwamba ni kutuma katika huduma au katika kazi maalum. En tant que représentant de celui qui vous a envoyé. Kwa kuwakilisha yule ambaye amekutuma. Autrement dit, ça veut dire quoi? Kwa namna nyingine nasema nini? De tous les ministères. Katika huduma yote. L'apôtre est le seul qui est envoyé pour être. Ni mtume tu anaitwa kwa kutuma ili kufanya. Représentant ou ambassadeur de celui qui l'a envoyé. Kutambulisha au kuwakilisha aliyemtuma. Voilà pourquoi il a pris du temps avec eux pour communiquer les caractères chrétiens à ces gens. Ndio maana Kristo aliweza kuikaa nao kwa muda mrefu ili aweze kuambukiza ile tabia ambayo ilikuwa ndani yake. Parce qu'ils sont envoyés dans le monde. Kwa sababu waliweza kutuma duniani. Pour représenter Christ. Ili kumwakilisha Kristo. Hello. Nous sommes ensemble. Vous savez la mission générale de tous les ministères. Unajua kazi zote za kila huduma. C'est une mission globale. Ni kazi ni utumishi tu ya jumla. D'après Matthieu 28. Mathayo 28. Qu'on soit prophète, apôtre, évangéliste ou qui, on est appelé à faire des disciples. Kuwa mtume, kuwa nabii, kuwa mchungaji, ile huduma yote, lakini tumeitwa na Kristo kwa à travers toutes les nations. Na tumeitwa kwa dunia nzima. Mais l'apôtre a une mission spécifique. Lakini mtume hana kazi maalum. Quelle est sa mission? Kazi yake hiyo maalum ni kazi gani? Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 12:28, tukisema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 28, Paul écrit ceci. Paulo anaandika hivi. Et il a établi dans l'église. Paulo anaandika anasema ya kwamba na ameweka katika kanisa. Premièrement les apôtres. Kwanza kabisa mitume. Cela veut dire quoi? Hiyo inamaanisha nini? Ça veut pas dire que ce sont les chefs de tout le monde, non non. Sio kwamba ni wanakuwa wabosi wa wote, hapana. Ça veut dire que l'apôtre est le premier qui doit arriver sur le terrain. Inamaanisha ni mtume anatakiwa kufika wa kwanza kwenye uwanja. Pour défricher le terrain. Ili kuangalia uwanja umekaa vipi na c'est un ministère difficile.
C'est un ministère très difficile. Ni huduma ambayo ina kazi ngumu sana. Il est celui qui est appelé à arriver le premier. Ni yeye ameitwa ili aweze kufika wa kwanza. Il va défricher le terrain. Anatengeneza sehemu mahali. Il va placer les fondements. Anapaswa kuweka msingi. Et tous les autres ministères vont construire sur ce fondement-là. Na watume au kazi nyingine au minister nyingine na kwa juu ya hiyo Tous ceux qui peuvent venir après vont construire sur le travail de l'apôtre. Ina maana huduma yote inakuwa kujenga juu ya msingi ambao c'est l'apôtre qui est le premier à affronter les esprits. Ni mtume anatakiwa kuwa wa kwanza kwa kuweza kuwa na utambuzi fulani. Pour placer les fondements. Ili kuweza kuweka msingi vizuri. Deuxièmement, kitu cha pili, l'apôtre doit bâtir sur le fondement de son appel. Na mtume anataka kuweka msingi juu ya wito wake wa kitume. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Tous ceux qui sont apôtres ne font pas le même travail. Wote ambao ni mitume hawana na huduma yote ya sawa sawa. Chaque apôtre a son travail. Kila mtume ana kazi yake. Quand vous lisez dans Galates chapitre 2, mkisoma katika kitabu cha Wagalatia 2, lorsque l'apôtre Paul a commencé son apostolat, wakati mtume Paulo alianza kazi yake au huduma yake, avant lui il y avait d'autres apôtres. Kabla yake kulikuwa na mitume wengine. Mais il est monté à Jérusalem 14 ans après. Lakini yeye alienda Yerusalemu baada ya miaka 14. Pour aller exposer l'évangile qu'il est en train d'annoncer. Ili kuweza kutandika au kusema ile injili ambayo alikuwa akitangaza. Et de vérifier s'il n'était pas en train de placer un autre fondement. Na kuangalia kama hawezi au anaweza kuweka misingi mizuri ingine. En fait, le fondement dont nous parlons ici c'est une personne. Misingi tunayoongelea hapa ni mtu. Le fondement dont nous parlons c'est misingi tunayoongelea hapa ni Kristo. Et l'apôtre c'est lui qui va placer le fondement du Christ. Na ni mtume anatakiwa kuweka misingi ya Kikristo. Par deux stratégies d'un apôtre. Naenda kumalizia kwenye vipengele viwili vya mtume. Sur le terrain, comment vous allez reconnaître l'apôtre par ces stratégies? Katika shamba au katika huduma mtajuaje mtume? Il y en a plusieurs, j'en prends deux. Kuna wengi lakini tunachukua wawili. Comme on n'a pas le temps. La première stratégie, ce sont les équipes apostoliques. Kitu cha kwanza ni makanisa ya kitume. Mbinu ya kwanza. L'apôtre est celui qui met en place des équipes apostoliques. Mbinu ya kwanza mtume anaweka makanisa. Anatengeneza timu. Ça c'est une grâce. Hiyo pia ni neema. Ça fait partie de l'ADN d'un apôtre. Ile ni neema ambayo inatoka ndani ya kimtume mwenyewe. Voyez Paul. Mnaona Paulo? Il a mis plusieurs équipes. Il avait beaucoup de compagnons d'œuvre. Paulo alikuwa na wafanya watendakazi wengi. Mais il s'est investi plus dans un qui s'appelle Timothée. Lakini aliwekeza sana kwa mmoja. L'Esprit les a appelés. Je vous ai dit que maintenant le Saint-Esprit appelle à l'apostolat. Lakini hiyo roho ikawaita. Ndipo hapo tunaona kwamba kuna roho ambayo inaitwa pia watu kwenye utume. Il y a Barnabas et Paul qui ont été appelés comme apôtres. Kuna Barnabas na Paulo ambao waliitwa kama mtume. La mise à part apostolique est en équipe. Ils étaient en équipe. Walikuwa kwenye kikundi. L'équipe est une force. Kikundi ni nguvu. Si quelqu'un travaille seul, kama mtu anatumika peke yake, souvent moi je doute de son apostolat. Mara nyingi mimi nakuwa na mashaka na utuma wake. Moi-même je fais partie de plusieurs équipes apostoliques. Kwa sababu mimi mwenyewe naenda kwenye timu nyingi ya utume ya watume. Je dis que ça fait plus de 40 ans, plus de 45 ans. Sasa hivi ni zaidi ya miaka 47. Il y en a avec qui je marche depuis 40 ans. Kuna wengine ambao nilitembea nao toka nilivyoanza. Nous pensons que quelqu'un peut nous conduire à un petit moment 2 ou 3 minutes de prière. Tutaomba dakika chache 2 au 3. Si quelqu'un qui est appelé à être apôtre, kama kuna mtu ameitwa kuwa mtume, il peut partager ce micro avec moi et conduire la prière. Anaweza kuchukua mikrofoni hii na kuongoza maombi. Yesu apewe sifa. Basi kwanza tumshukuru Mungu kwa ajili ya haya tuliyoyapokea asubuhi ya leo, alafu tuendelee na ratiba. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako wa ajabu. Tazama watoto wako wamekusanyika kuja kupokea hekima yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Siku ya leo siku njema ambayo imempendeza Mungu tuweze kuwepo mahali. Kama apostle alivyoweza kutualika kuweza kuwepo, tunasema apostle. Amen. Umeweza kuwepo, maana ukiangalia kitabu cha Timotheo mlango wa 2 mstari wa 2, yale ambayo tumekuja kusikia na sisi tuweze kuyakabidhi kwa wengine. Amen. Na wewe uliyapokea, sasa unataka uwekeze kwetu.
Leo ni siku nzuri ambayo Apostle ameweza kutuita. Lengo kubwa ni uzinduzi wa timu ambaye atafanya nayo kazi. Yeye neema yake ambaye amepewa ni kiongozi wa Kristo Africa. Ina maana nafikiri juzi kama mlikuwa mnaangalia kwenye mitandao, walikuwa Uganda na wakati mwingine walitokea Kongo, wanazunguka tu. Sasa na kama mtumishi alivyoongea hapa, huwezi ukafanya kazi peke yako. Lazima wawepo watu nyuma yako wa kuweza kufanya yale maono kufikia mwisho mwema. Huwezi ukafanya kazi wewe peke yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninashukuru hata kutuona sisi kwamba kumbe tuko miongoni mwa wale wanaowafikiria kwamba tunaweza tukafanya na wewe uweze kusonga mbele, uweze kufikia mwisho mwema. Kwa hiyo jisikie una amani kabisa ulivyoona kwamba umeitwa hapa. Mungu anakusudi na wewe ni kumsaidia apostol na maapostol ili waweze kufikia mwisho mwema. Ina maana sasa anaanza, lakini anataka aende zaidi hapo ambako wamefikia sasa. Yeah. Praise the Lord. Yeah, yeah. Oh, na, 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 na. Yeah. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba mwinjilisti Esther, naomba uje huku mbele, na mchungaji Mnisi, naomba na uje huku mbele. Sasa mimi labda niseme hivi, nimkaribishe apostol mwenyewe aweze kuwatambulisha hii timu iliyoko mbele yenu, muweze kuitambua. Karibu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Asante sana Askofu Makofi kwa kazi nzuri. Basi nimshukuru pia Apostle Bertin kwa kutukumbusha mambo mazuri sana ambayo tunatakiwa kuyafanya, na anajaribu kuangalia uzito kabisa wa kazi hii ambayo tunazamiria kuifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kumpa nafasi mwenyekiti wa kamati hii, kwa sababu hii ni huduma lakini ni ofisi, kwa sababu huduma ya kitume ipo na inaendelea kufanya kazi kama alivyosema Askofu Makofi katika mataifa mengi, lakini imeanzia hapa Tanzania. Kama imeanzia Tanzania, kokote tunakokwenda lazima tujue wapi tulipotoka. Ndio maana hii timu au hii ofisi ya kitume imekuwa na team work hii hapa, ambayo wamekuwa recruited au recruit, sijui tuseme kwa Kiswahili kingine kwamba wamefundishwa. Tukiseme kusajili hapa, kufundishwa maana yake wamehamasishwa kuungana na hii, wameshirikishwa haya maono, wamejiunga, wameshirikishwa haya maono na kuweza kujiunga kwenye hii timu baada ya kuona kwamba kwa kweli Afrika tumepewa ni kubwa, tunaweza tukafanya kazi pamoja. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania kama mtume, kuna kristokrasia Tanzania ipo, kuna kristokrasia Kongo, kuna kristokrasia Malawi, Kenya, Burundi, Uganda, wapi, Zambia, na mpaka kule Congo Brazzaville, kwa nchi ambazo tumetembea, na Zimbabwe, na Tanzania pia ipo. Lakini ofisi
apostolic inalo run hizo ofisi zote au hizo ofisi zote za kitaifa. Tunakuwepo sasa na team ambayo iko hapa ndio inayoleta yale maono kwa hawa wengine tufanye nini, na kuwafuatilia kwamba je, baada ya kupokea ufunuo huu wa kristokrasia, baada ya kupokea wito huu, wanajitahidi namna gani kuweza kufanya yale ambayo wanatakiwa kuyafanya kulingana na mafundisho yanayofundishwa. Ndio sababu ya kuwa na hii team ambayo bado haijatosha, tunataka iwe kubwa zaidi ya hapa. Na iko kubwa kwa sababu kuna wengine hapo ni wanafunzi bado, lakini wale ambao bado wamesha kubaliana na kuweza kukaa pamoja na kuweza kusonga mbele kwa kuangalia Afrika kwa jicho lile la Afrika. Kwa hiyo ndio hii timu ambayo iko hapa. Lakini kwa upande wa Tanzania tumekuwa na ofisi ambayo itakuwa ni administrative office, ambayo inaongelea tu masuala ya haya makongamano ya nje na kazi ya kitume nje. Tunaingiaje nchi fulani baada ya kuona hiyo nchi ina mapungufu ya aina fulani katika mwili wa Kristo, na ni vitu ambavyo nyinyi ambao mnazunguka mnaviona. Tunatoaje mchango wetu sisi kwenye nchi? Naomba pia Apostle Maonyesho anaweza kuungana na sisi kwa sababu ni moja wa kwenye timu. Najua ametokea Arusha asubuhi, amefika, nikamwambia jitahidi ufike ushiriki. Tumpigie Bwana Yesu makofi kwa kuweza kumfikisha salama. Amen. Kwa hiyo sasa hii ofisi iko hapa ni administrative office ambayo ni kwa ajili tu ya utawala na mpangilio wa masuala mengi ya kiofisi. Lakini kila mmoja hapa ana huduma. Kila mmoja hapa pia ana kanisa. Kwa hiyo ninatakiwa najaribu kueleza hivyo kwamba tuelewe kwamba kama alivyofundisha Apostle Beten kwamba huduma zipo, lakini hii office tu tuielewe kwamba ni kwa ajili ya mipango na mikakati, namna gani tunaweza kuvamia Afrika, mbinu gani tunaweza kutumia, kwa sababu katika kuvamia na katika mbinu zile pia tuna masuala yanayohusika ya muhimu sana, kwamba hatuwezi tukafikisha injili katika Afrika nendapo hatutakuwa na rasilimali za kutosha. Ndio maana kwenye hiyo ofisi pia kuna mipango na mikakati inayohusiana na masuala ya rasilimali, fedha. Tunafanyaje kupata fedha? Tunafanyaje kuwatuma watu waende, wale ambao wana huduma ya kuweza kwenda, wale ambao wana utayari wa kuweza kwenda. Kwa hiyo ofisi inafanya vitu kama hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ofisi haiongozwe na apostle. Apostle anaongoza masuala ya kitume, lakini inaongozwa na mwenyekiti ambaye nitakwenda kumpa nafasi sasa hivi kwa muda mfupi, kwa sababu tunakimbizana na muda wetu. Tumebaki kama na dakika chache tu, kama 15, ili kipindi cha kwanza kiishe, ili apate kutambulisha tu hii ofisi inafanya kazi namna gani, mpangilio wa hiyo ofisi uko namna gani, alafu pia na watu ambao wanaosimamia baadhi ya idara, pamoja na kwamba zitakuwa complete, zingine zipo, kuna wengine, lakini waliopo kwanza tutakwenda kuweza kuwatambulisha kwenu, ili ipate kuwa kumbukumbu kwamba kinachofanyika ni nini, tukiwa pia tunajua kwamba siku nyingine tukikualika ukaelewa fulani ni nani na fulani anafanya kitu gani. Amina. Basi nakwenda kumtambulisha mwenyekiti wa hiyo ofisi ambaye ni Elder au Mzee Kesi, ambaye ni mwalimu au mchungaji wa Sunday School hapa kanisani. Yuko hapa, nitampatia. Amina. Makofi kwa ajili ya kumtia moyo. Amen. Bwana asifiwe. Nimemshukuru Mungu sana asubuhi ya leo kwa jinsi ambavyo Mtume Benten amefafanua jambo ambalo ni la muhimu sana, hasa kwa Watanzania. Ndio tunapokea haya mambo alafu tunayashikilia na kukimbia nayo, na sio tu kuyachukua unakofafanua. Amesema sio cheo. Angalia, umeitwa, una wajibu mkubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Nimshukuru Mtume Kapeta na baba yetu wa kiroho hapa kanisani, sisi tuliobahatika kuwa naye, na sasa ameitwa na Bwana kuwa mtume wa Afrika kwa ajili ya kristokrasia. Jina la Bwana libarikiwe. Inanikumbusha kitu kimoja tu cha Hur na Harun. Mtu yote ambaye amesoma Biblia, neno la Mungu liko wazi mahali pote. Hur na Harun wakawa wanamtegemeza Musa. Sio kwa sababu tu mikono yake ilikuwa mizito, ila Mungu alikuwa na kusudi la kuwaweka, kuonyesha mtandao wa Mungu na utendaji wake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wote nao waona hapa wanamtegemeza mtume, mkono wake wa kushoto, mkono wake wa kuume.
Mama yupo hapa anamtegemeza pale nyumbani kwamba sija kachukuliwa na mambo tena ya nyumbani wakati Bwana anamngoja kule kwenye shamba. Jina la Bwana libarikiwe. Kama alivyosema ni kwamba tupo wachache kwa sasa hivi, lakini amesema tutaongezeka. Wa kwanza ambaye ni mwenyekiti au wao wanaita kwa Kiingereza ni rais, ni mzee tu, mzee wa kanisa, anaitwa God Living Case. Alisimama mbele zako kwa neema ya Mungu. Ninaomba uendelee kuiombea kamati hii. Kumbuka tumebahatika mno. Mtume kwa uzaliwa ni mtu wa Kongo, lakini ameletwa na mkono wa Mungu kukaa Tanzania. Alafu anamuita sasa kuwa mtume kwa ile Afrika Tanzania. Kwa hiyo kwa kifupi utume wa Afrika wakaa na serikali ya Kristo unatokea Tanzania, Dar es Salaam. Na mtume wa Bwana yuko mbele ya macho yako. Kwa hiyo maombi yako siku zote muinue mbele za Bwana ili Afrika ifunguliwe, ing'ae pamoja na Kristo. Tunaye katibu anayesimamia yale masuala ya kiutawala na kuhakikisha kwamba mtume pia safiri lini na ratiba yake na nani wanaohusika katika kumwandalia kitu kimoja au kingine. Jina la Bwana libarikiwe. Anaitwa mchungaji Pasco Manyama. Huyo ndiye mwangalizi wa ofisi kiutawala ya ile ofisi. Hii ni ya ofisini kwa mtume tu, lakini mtume mwenye ile ofisi kwa ajili ya kutumika kwa nchi zote za Afrika, Tanzania ikiwa mojawapo. Mwingine kuna katibu wa maombi na maombezi, mwinjilisti Beta. Haleluya. Yeremia akaomba kwamba kichwa chake kingekuwa maji ili awe anamlilia Bwana kila siku. Kwa hiyo Betha atatuongoza katika kilio. Ni kilio cha hakika kwamba tunataka kuliinua bara hili wanalolita jeusi, lakini mbele ya Kristo ni jeupe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo baada ya katibu wa maombi kuna mweka wazina wetu, mpendo wetu na mchungaji Marco Mzola. Mtume Kapeta amesema hii timu hapa inawasaidia watu na ufafanuzi wa vile ambavyo kristokrasia inatakiwa ifanye katika kuliwezesha kanisa la Kristo likathibitika katika sio nchi hii tu, katika bara lote la Afrika. Mtume au mchungaji Mzola ndiye anayeongoza zile hatua za kwenda shambani na kukuonyesha huu ni wakati wa kulima na huu ni wakati wa kupanda. Kwa hiyo utakapovuna na kumbarikia Bwana na kuleta malimbuko na kuwainua wale wengine wote wenye uhitaji, mchungaji Mzola ndiye anayeongoza katika barabara hiyo. Na kikundi kingine cha viongozi ni kuna wakurugenzi. Hasa tunapenda sana kumtangaza yule wakurugenzi katika elimu ya kristokrasia aliyesimama hapa, mtume Beten Kadima ndiye anayeongoza na atakayetusaidia katika ufundishaji masomo ya kristokrasia na uimarishaji wa utendaji wa mamlaka ile ya Kristo katika kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa lazima lithibitishie dunia kwamba imeanguka ikimwacha Kristo. Haina uzima kama haiendi katika makusudi ya Mungu. Kwa hiyo Apostle Benten yuko pamoja na Askofu Simon. Wao ndio wanasimamia eneo la mafundisho na ufundishaji wa ile kristokrasia katika utendaji wake na katika uenezaji wake katika ofisi ya mtume, ili Afrika yote ipate kuelewa na kupokea mafunuo haya ya Mungu ya utawala na mamlaka ya Kristo. Kristo hapendi mtu awe maskini. Kristo hapendi watu watembee wanalia kwa sababu wanaombaomba. Anataka wasimame kwa sababu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na akasema nendeni. Kwa hiyo unapokwenda unajua kabisa kwamba Bwana amekuwezesha. Kwa hiyo mtume Benten ambaye amesimama hapa ameongea muda mfupi uliopita mambo makubwa ya utume na ofisi yake pamoja na Askofu Simon. Mwingine tunayemwona mkurugenzi wa umisheni, mchungaji Maonyesho Damson. Huyo
naomba tuonyeshe mkono. Huyo baba ukimwona amevaa nguo za kiraia lakini ni askari. Mimi kila akiongea ninabaki nacheza kwenye kiti kwa sababu mambo yote anashindilia kama anaamuru kuondoka na kwenda. Kwa hiyo katika ofisi ya mtume, huyo ndio msaidizi wa mtume katika maeneo ya umisheni. Pale mtume anapotaka kujiandaa kwenda kwenye nchi fulani, anapojiandaa kwamba anataka kupeleka mafundisho ya namna fulani, kwa hiyo umisheni wake unaandaliwa na kusimamiwa na Apostle Maonyesho Damson. Yupo mkurugenzi wa mawasiliano anaitwa Askofu Solomon. Nafikiri sijamuona leo, lakini huyo ndiye anasimamia mawasiliano yote katika ofisi ya mtume. Kama unataka kumuona mtume, ukileta tuma ombi lako katika ofisi ya mtume, Askofu Solomon yeye atakupa na tarehe, wakati wa kukutana naye, na atakuwa amejua nini kusudi lako na haja yako. Kwa hiyo ofisi ya mtume imewekwa sawa. Tunapoongea mambo ya Paulo na Timotheo na Tito, mambo ni makubwa sana kwa jinsi alivyokuwa anawaongoza na kuwasimamia, lakini zaidi sana alivyokuwa anawaimarisha katika utendaji na kuleta matunda katika kanisa la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mawasiliano yako mikononi mwa Askofu Solomon, lakini kuna wakurugenzi wa miradi ya jamii na hata mambo ya biashara na masoko. Tuna mchungaji Dorothy Saria. Haleluya. Ya ukimwona huyu mchungaji nafikiri anafunga na kulitia jina la Bwana, kwa sababu kazi iliyoko kwenye mikono yake ina ushuhuda mkubwa sana. Mtafute popote alafu akupeleke nyumbani kwake, ndio utajua Mungu huyu aliyempeleka wa Kristokrasia anacho kitu kwa ajili ya watu wote wanaomfuata, maana anawaongoza njia watakayoendea na jicho lake likiwatazama. Jina la Bwana libarikiwe. Pamoja na mchungaji Dorothy kuna mwinjilisti Esther Sonje. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nimshukuru tu mtume kwa ajili ya hiyo fupi. Mengine tutaendelea kuyasikia. Hapa ndio chemchemi. Kama alivyosema, kuna huo msukumo katika ofisi ya kitume ambayo inatakiwa isimame kama mfano. Hata kama ni Tanzania na ofisi yake ya Kristokrasia, kwa hiyo inapotaka kuja ofisini kwa mtume, kuna mhusika kwenye ofisi ya mtume ambaye atawasiliana naye na kumpelekea mtume kile ambacho Watanzania wanauliza kutoka kwake. Na kwa ajili hiyo Bwana atatukuzwa, Bwana atainuliwa kutoka Tanzania. Hatutaipoteza hii nafasi kwa sababu Bwana ametuita. Bwana muita mtume wake kati yetu na kumsaidia ili tupate kusimama naye na kuthibitika mbele zake. Anaponyanyua mikono yake juu, Joshua kule bondeni anashinda vita. Nimevika sehemu moja ya muhimu, ustawi wa jamii. Kuna mchungaji Florentina. Amen. Asante sana. Kwa hiyo kila idara ipo mahali hapa kwa ajili ya kuweza kusaidia na kusimamisha lile kusudi linalohitajika kwenye hiyo idara chini ya mtume katika ofisi ya kitume. Karibu sana. Basi tunao pia kama tunavyosema, tuna vitu vingi, mipango ni mingi. Tunao wajumbe ambao tumekuwa nao na ni wana Kristokrasia muda mrefu, na wasaidizi wengine wapo hapa. Tunaye Alex yuko hapa, inua mkono wako juu. Amina. Tuna mtumishi wa Mungu Mnisi. Hawa ni wana Kristokrasia ambao wanafanya kazi na sisi kwa muda mrefu. Mchungaji Mnisi tumekuwa naye muda mrefu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hajatuacha, ndio wanaosimama kabisa na maombi na kuweza kutushikilia tuendelee mbele. Na ndugu Alex wanasaidiana na katibu. Amina. Ya kupanga vingi, lakini kwenye ofisi ya ndugu yetu Kesi. Yesu apewe sifa. Na tunaona ndugu yuko pale. Tumekuja huko tunasema na Kristokrasia, ukiwa wewe ni mwanamama, maana yake mama hawezi fanya kazi bila kupewa ruksa na mume wake.
nikushukuru sana. Ndugu Kileo, Mungu akubariki sana. Kwa sababu amina, yeye ni mume wake Beta ambaye pia tunakwenda kumweka wakfu leo kwa kazi ya kitume alionayo. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mimi ni mchungaji lakini nimepakwa mafuta kuwa mtume wa Christocracy. Kwa hiyo baada ya kupokea ufunuo huu wa Christocracy, unaelewa mandate uliopewa, agizo kuu, kisha kuelewa, kwa sababu tunasema ni ufunuo unaoleta mapinduzi. Kama umekufika vizuri, ukipata yale mapinduzi hautakaa, utaona jukumu lako, halafu utalazimika kutoka. Kwanza kulazimika, ulikuwa na huduma nyingine yoyote ile, tunapoona sasa hicho kimeingia ndani mwako, ndipo tunakuita mtume. Kwa hiyo kwenye Christocracy we are training apostles. Kwa hiyo tunachokifanya tu ni kuandaa mitume ambao wanapobobea, wanaiva vizuri, watoke. Tuende Marekani, unaweza hata ukatoka hapa ukaenda hata Bagamoyo. Kwenda ni kwenda tu. Kwa hiyo ndio kitu tunachokifanya. Shukuru sana kwa ndugu Kileo kwa kuweza kumruhusu huyu mama kuweza kuungana na hii timu, kwa sababu ilibidi achukue muda aelewe ni. Akasema nimekubali kuweza nje ya kuwa mwanangu wa kiroho, lakini nakubali pia kuungana na maono yako ya kitume ya Christocracy. Mahali ambapo nitasafiri na wewe, nitasafiri na wewe. Mahali ambapo sitaweza, nitakuunga mkono kwa namna moja au nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu awabariki sana. Kabla ya kumwacha MC aendelee na ratiba zinazofuata, kwanza uwepo wa kila mmoja wetu aliyokuja hapa. Ninaye kubariki sana. Sababu mara nyingi ninapokuwa na matukio kama haya, wewe mnakuwa baraka sana kwangu. Si mara ya kwanza, miaka yote, na umekuwa mtu nani bariki sana, hasa kwenye masuala ya maombi. Pamoja na mama, nimefurahi sana kuona baada ya miaka mingi. Pia nimefurahi sana kuwaona wote. Nimemwona ndugu Francis na dada Stella. Hawa ni wanafunzi wana Christocracy wanaojifunza. Nimefurahi sana kuona baba, mama pale, wote sitaweza kuwataja majina, lakini nimefurahi sana kuwaona wote. Bwana Yesu apewe sifa. Mwinjilisti Deus, Mungu akubariki sana. Nimezoea kukuita mwinjilisti, kwa hiyo kama tunavyosema kwenye Christocracy, sio lazima uniite apostle. Sio lazima uniite apostle, kwa sababu tumefundishwa kwamba kazi tu ifanyike. Kwa hiyo hatutaki vyeo hivyo, tunataka huduma hiyo ifanyike. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu utaitwa mwinjilisti hata kama tayari kwa askofu. Wewe kubali. Hata kama wewe kubali, kwa sababu kuna watu tunakujua wewe ni mwinjilisti, ulitufundisha uinjilisti, ulitufanya tukaokoka. Kwa kila siku nitakapokuona najua kwamba huyu ndio mwinjilisti aliyenifundisha. Kwa hiyo ninasema hivyo kwa ajili ya pia kama wengine na kwa kikwazo, ukisema ukikosea huduma yake. Mimi ni mwalimu, mimi ni dokta, kwa nini utaniita mchungaji, unanishusha mimi viwango? Hapana. Sisi tunataka tuone kazi. Bwana asifiwe sana. MC karibu. Ambao tayari uko hapa kwa utambulisho mzuri, lakini pia tumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu kutupa neno kwa ajili ya kutufafanulia kazi za apostle jinsi ambavyo zinatendeka, lakini pia tumshukuru mtafasiri wake, uko vizuri. Siku nikienda Ulaya nitakupeleka kwa ajili ya utafasiri. Tumpigie makofi mtafasiri, yuko vizuri. Basi wakati huu tunahitaji kwenda kuwa asante sana. Basi tunahitaji kwenda kufanya maombi. Biblia inasema kuwapaka mafuta kwa ajili ya kazi ambayo wameitiwa, na hii kazi ya apostoli kubwa sana, na ndo ambao wanatangulia hasa kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo Askofu Mcharo na Apostle Makofi mtakuja kwa ajili, kwanza tutamweka wakifu mwenyekiti, mbeba maono, halafu then wengine tutakwenda sasa kuwaweka. Naombe muweze kuja, tumishi wa Mungu.
Bwana awabariki sana. Kabla ya kuomba kwa ajili ya timu yote nzima, tunajua tumefundishwa na apostle kwamba hii kazi ya kitume inabidi kuwa hivi. Hiyo siwezi nikaisahau. Inamaanisha sisi tushuke sana ili kuweza kubeba watu wawe juu yetu. Kwa hiyo tulikuwa nahitaji ni maombi tu kwanza kwa ajili ya kuniombea mimi na mume wangu katika hii kazi ya utume, tuweze kushuka sana ili tuweze kuwanyanyua wengine. Kwa sababu ni roho ambayo inatoka kwa Mungu, roho ya kushuka. Unajua mara nyingi watumishi wengi wanasema tumeshuka lakini hawashuki. Lakini ni roho inatoka kwa Mungu kama Wagalatia inavyosema. Kwa hiyo kile tunachohitaji kwenu ni mtuombee kwanza mimi na mume wangu pamoja na waskofu ambao uko hapa kwa kuweza kusimama vizuri na hii timu na timu nyingine ambayo ijayo na wanafunzi wengine ambao tunaendelea kuwafundisha, na Mungu azidi kutusaidia katika hilo. Sio kwamba tunaweka wakfu ofisi, lakini ofisi shamweka wakfu na ashaweka wakfu na mafuta kwa ajili ya kitume. Hapa tunaomba mtuombee katika hiyo safari, hiyo ofisi kamilike. Mimi kama mama, mnajua mama ndio, mimi ni mama yake pamoja kwamba ni mke. Mungu anipe pia ile moyo wa kustamini na kunyenyekea. Nikitangulia kumbeba huyu na atafanya kazi vizuri sana. Mimi nisiposimama vizuri hawezi akafanya vizuri. Ndio maana tunahitaji maombi haya. Asante. Basi wakati huu watumishi wa Mungu utakwenda kuweka mikono kwa ajili ya utumishi ambao Mungu amewaitia. Na tunaamini kabisa ya kwamba mafuta ya Mungu yakiwa juu yao tayari atawakwenda kuwaweka kwenye unyenyekevu kwa ajili ya utumishi. Amen. Karibu watumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi hayo. Amen. Baba Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa, Apostle Mama Kapeta upya wanaingia katika ofisi Roho Mtakatifu Tembea Afrika Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar. Qual dos dois Baba mtakatifu, Muumba mbingu na nchi, Kristo Yesu, wewe ni jana leo na hata milele. Watumishi wako hawa mikononi mwako kama jinsi walivyo, Bwana. Baba, ninajua umewapa mafuta makubwa kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya jina lako mfalme mkuu. Umewapa walibebe jina lako mtakatifu Israeli. Baba, ukawapa watenda kazi, maana umesema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Baba mbingu na nchi, mfalme mkuu, wewe ni mwenye nguvu tena mwenye uwezo. Ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Zaidi mtakatifu sema katika neno lako, wa madhabahuni atakula wa madhabahuni. Yesu Kristo, kisima cha maji ya uzima, fanya njia pasipokuwa na njia, kwa maana wewe Yesu ni njia. Baba milele, mfalme mkuu. Nisikie makofi mengi tena kwa ajili ya maombi hayo. Asante sana. Sasa baada ya kuwa tumefanya maombi kwa ajili ya wabebaono wa huduma hii, basi tunakwenda kuweka watumishi wa Mungu nao kwenye maombi, viongozi wote ambao wataandamana kwa ajili ya ofisi ya apostle kwa ajili ya kuweza kuweka wakifu. Basi karibuni watumishi wa Mungu, naomba tusogee mbele kidogo. Naomba tusogee. Niombe tena askofu pia wahujie kwa ajili ya kuweza kuongozwa na mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuweza kuwaweka wakifu tena watumishi wa Mungu kwa ajili ya kazi. Karibu. Kwa hiyo kanisa lote tutakwenda kunyosha mikono kuwaelekea watumishi wa Mungu hawa kwa ajili ya kazi maalum. Karibu mtumishi. Ora bokandara basaka. Ora bokandara basaka. Ora bokandara basaka. Ora bokandara basaka. Ora bokandara. E assim eu prossigo rumo ao céu.
kifuani, naye Bwana. Baba, piga mkono Asante sana, kifuani. asante sana kwa kuokoa muda sasa. Kipindi ambacho tunaendelea nacho ni kipindi ambacho tunakwenda kumkaribisha baba maono wa huduma hii Kapeta kwa ajili maelekezo kwa ajili ya kazi ya Mungu iliyoko mbele. Mtumishi wa Mungu, karibu. Nisikie makofi wakati anakuja. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nawashukuru sana wote kwa kuweza kushiriki. Nawashukuru sana kwa kuja kushuhudia. Tumewaita, tumewalika ili mpate kushuhudia ili jambo ambalo tumebadilisha mtazamo wake kwa kuona Afrika. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeiona Tanzania, kwa kuwa Tanzania Mungu ameibariki, ametubariki. Tumepata vitu vingi hapa. Tunavyojifunza hapa pia tuwafikirie wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Jana nilikuwa naongea na mmoja wa mitume hapa, akawa ananiambia kwamba aliyekuwa kwenye kikao cha maridhiano kule, kwenye mkutano wa maridhiano kule Arusha. Akawa anasema walikuwa na agenda ya kufikiria namna gani nchi zingine za Afrika zinaweza zikawa na kamata maridhiano, kusimama na serikali zao kama watumishi wa Mungu, jinsi ambavyo Tanzania inasimama na viongozi wao wanaowatawala. Nikaona kwamba ni kitu kizuri sana. Kwa kama watu wanafikia hatua ya kuona hivyo, na maana sisi kama kanisa pia tunaweza tukafanya zaidi. Wakawa wanalenga Kongo, wanalenga nchi zingine zote ambazo kanisa limewekwa pembeni na limesahau jukumu lake. Kwa kuna vitu tunavyovipata tukumbuke pia wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tumekwenda kwenye hatua hii ya pili au sehemu ya pili ya mkusanyiko wetu wa leo, kwamba tunakwenda kupita kwenye kipindi kingine cha kumweka wakfu dada yetu Beta, ambaye anakuwa anafanya huduma na bado alikuwa hajawekewa wakfu kwa ajili ya huduma anayoifanya. Ninajua kwamba kuna maana sana ya msingi tunaposema kuwekwa wakfu. Na hicho kitu mimi nimekiona, nimekiishi. Tangia siku ambayo niliwekewa wakfu kuwa mtume, kuna vitu vingi sana vilibadilika ndani ya maisha yangu. Hasa nilijikuta nafanya vitu ambavyo sikujua kwamba naweza kuvifanya. Nikajikuta naingia kwenye mazingira mengine ya hatarishi. Paka mwenyewe nasema nilikuwa nachukia sana kuona wachungaji wanakwenda kufanya misheni maeneo hatarishi. Nasema kwa nini mnakwenda huko? Nilikuwa naona kwamba huduma yangu ni ya mjini. Lakini nimekumbuka mara ya mwisho tukiwa Malawi na Apostle Maonyesho, tulikuwa tumepitia wakati mgumu sana, wakati ule ambao kule Malawi kulikuwa mafuriko. Tulijikuta katika msitu, ni maeneo ya porini, maji yamejaa, lakini tunatakiwa tupite kwenye maji yale. Nashukuru Mungu kwa unyenyekevu wake, aliamua kusema acha mimi niingie kwanza kwenye maji haya. Nendapo nitapita, tutaruhusu sasa wewe pikipiki ipite na wewe. Kwa alichukua maisha yake akaweka hatarishi, akaingia na tukaenda kama alivyosema Apostle Bertin, kazi. Na tunashukuru kwa sababu ya teknolojia pia inatuonyesha, tunapika picha, tunajionyesha hizo kazi kwa ajili ya kuatia wengine moyo kwamba kuna watu pia wanaweza wakahatarisha maisha yao ili tu watimize kusudi la Mungu. Nilikuwa na hofu sana ya kusafiri na basi kabisa, na sasa hivi wakati nilikuwa na hofu ya kusafiri na basi, nilikuwa nasafiri na ndege tu. Lakini sasa hivi hata kama kuna sehemu ya kwenda ndege, niko tayari kwenda na basi kwa sababu tu ya Injili. Sina na hofu ya kitu chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Basi leo nataka tumweke wakfu. Nataka watusomee katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ile ya 10 na mstari wa kwanza na ule wa pili. Bwana Yesu apewe sifa. Tutasoma katika Yohana 15:16. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Katika Samueli wa kwanza 10 mstari wa kwanza na ule wa pili, tuko tunaona kitu ambacho kimefanyika wakati ambao Sauli anapakwa mafuta. Tunajua kwamba Sauli hakuchaguliwa na Mungu.
Nataka kuleta picha ya vitu viwili kwa dada yetu pamoja na mume wako ambao leo mnakwenda kuwekwa wakfu kwa ajili ya kazi hii ya Mungu. Huwezi kuifanya kazi peke yako kama mwenzio atakuwa hajashiriki mafuta yale. Nashukuru Mungu kwa sababu na yeye yupo leo. Tunaona watu wawili. Mtu wa kwanza tunayemuona, tunamwona Samueli akipakwa mafuta, lakini ukumbuke ya kwamba Samueli hakuchaguliwa na Mungu, walimchagua wana wa Israeli. Sauli. Sauli hakuchaguliwa na Mungu, alichaguliwa na wana wa Israeli. Wakati Israeli anatamani kutawaliwa, kuongozwa au kujilinganisha na mataifa mengine, akachagua na yeye awe na mfalme kama mataifa mengine. Kwa hiyo akataka kutoka chini ya mamlaka ya utawala wa kimungu direct na kutaka kupitia kwa mfalme kama mataifa mengine. Lakini kumbuka ya kwamba Israeli ilikuwa ni taifa la Mungu. Ni taifa ambalo lilikuwa linamwakilisha Mungu na lilikuwepo kwa ajili ya kutetea maslahi za Mungu. Lakini hawa watu wakajilinganisha na mataifa mengine. Pamoja na kujilinganisha na mataifa mengine, Mungu hana shida, kwa sababu mpango wa Mungu unabaki kuwa pale pale. Hata kama utakuwa umechaguliwa na wanadamu, lakini kama ni kwa kusudi la kufanya kazi ya Mungu, Mungu pia huwa anakuja kushiriki. Ndipo Samueli alisimama, Biblia inasema akachukua mafuta na akamumimina. Na ujue kwamba Saul anakuja kutawazwa kuwa mfalme baada ya kujadiliwa na wanadamu, sio Mungu aliyemjadili. Ni wanadamu wakajadili, wakaona kwamba huyu anatufaa, hata umbo lake akisimama atatetea maslahi yetu, kwa sababu Biblia inaonyesha kwamba yeye atakuwa anatetea maslahi ya Mungu na maslahi ya taifa la Mungu ambalo ni Israeli. Lakini tunaangalia jinsi ambavyo anafikia hicho kiwango cha kuwa mfalme, ni kwa sababu ilikuwa ni makusudi ya wanadamu. Ninarudia kwa kusema ya kwamba pamoja na kwamba ilikuwa ni makusudi ya wanadamu, alikuwa anawekwa kutawala taifa la Mungu. Na kwa sababu alikuwa analitawala taifa la Mungu, ndipo Mungu hakuweza kumwacha, na Mungu ilibidi aingilie kati. Na akamtuma mtumishi wake Samueli, akaja akampaka mafuta kwamba wewe utakuwa mfalme katika Israeli. Utawatawala hawa watu wa Mungu, na wewe utawaokoa kwa mkono wa adui yoyote atakayeinuka kinyume na hawa watu wa Mungu. Kwa kuwa jukumu aliyokuwa anapewa ni jukumu la kutawala watu wa Mungu, Mungu hakuweza kumwacha. Bwana Yesu apewe sifa. Ilibidi ampake mafuta. Kwa hiyo kuna impactation wakati tuko tunapakwa mafuta. Haijalishi umeingia namna gani, Mungu anaangalia kazi unayokwenda kuifanya. Kuna wakati nilikuwa nafundisha somo la Christocracy, wakaniuliza, je, kati ya demokrasi, mtu anayechaguliwa na demokrasi na mfumo wa demokrasia na anayechaguliwa katika mfumo wa Christocracia, je, wanaweza kwenda pamoja au Mungu yuko kinyume nao mfumo? Mungu sawa yuko kinyume na watu kujitendea mambo yao wenyewe, lakini Mungu wakati mwingine anapoona watu wanataka kufanya jambo wenyewe, bado ana mpango na hawa watu, Mungu anaingilia kati. Kwa ajili ya Samueli, Mungu akaingilia kati na kuja kuhakikisha kwamba yeye atakuwa mfalme, lakini kwa sharti kwamba awatetee watu wa Mungu kwa mkono wa adui, na hakikishe kwamba yuko pale kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na yeye akachaguliwa akawa mfalme katika Israeli. Na mwisho wa yote tulikuja kuona kwamba katika chaguzi hili na haya mafuta ambayo alikuwa amepakwa yeye, kwa sababu ya watu kukusudia awe mtawala wao, ilikuja kusumbua. Na mnajua historia, mwisho wa siku hakuweza kusimama kama alivyoombwa kusimama, kwa sababu inakuwepo changamoto kati ya kuchaguliwa na watu. Kwa sababu unapochaguliwa na watu lazima ufanye kusudi la watu, kwa sababu matarajio yako yote kila wakati ni kutegemea watu wakusaidie ili uendelee kujimaintain kwenye position yako. Ndio kitu kilichotokea kwamba Sauli alijikuta ana maintain position yake, akasahau kwamba
jambo ambalo Mungu alimpakalia mafuta ni kutetea taifa la Mungu, kwa sababu ni watu walimweka. Alikaa kibinadamu. Haleluya. Na changamoto yake ni kwamba alikuja kukataliwa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunamwona mfalme mwingine ambaye Mungu amemchagua ni Daudi. Daudi yeye hakuchaguliwa na watu. Tunapoangalia uchaguzi wa Daudi umefanyika katika familia ya Ese, ambayo ni kwenye familia yake, na kwenye familia yake hakuweza kupata kura hata moja, lakini Mungu wa mbinguni alimchagua. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana leo unakuja kuweka wakfu nyumbani kwenu, kwenye familia yako hawatakubaliana na wewe, wakasema huyu tu amejifanya mwenyewe. Mara nyingi Mungu anapokuchagua watu hawezi wakakukubali. Watu wanapenda wao wakuchague kwa sababu sisi tunaangalia maslahi yetu. Kwa sababu mfumo wa kidemokrasia ambao wanatutawala, ambao wengi tunaupenda, tunapenda sana kuangalia atatufanyia nini. Ndio maana hata tunapokwenda kwa Mungu mara nyingi tunataka kuuliza Mungu tufanyie nini, badala ya sisi kujua wajibu wetu kwa Mungu tufanye nini. Kwa hiyo Daudi yeye alichaguliwa na Mungu. Uchaguzi wa Mungu ni wa kipekee sana. Katika Yohana 15 Biblia inasema 15:16 Yesu Kristo anaonyesha mfumo wake wa kuchagua watu wake. Anasema sio nyinyi mlienichagua, bali ni mimi niliyewachagua. Ninajua utumishi wetu tumechaguliwa na Mungu. Hauna haja ya kujitetea kwa watu. Ndio maana Apostle Beta amesema kazi ionekane. Utume ambao unakwenda kupakwa mafuta leo, kazi ionekane. Tusingangane na mimi ni mwalimu, mimi nina PhD, mimi nina 1 2 3 na degree 5, ninaweza kuongea vizuri. Pamoja na haya yote ni sifa nzuri, lakini mchango wako kwenye ufalme wa Mungu tunataka tuone. Kwa na wewe unapokwenda kuweka wakfu leo, tunataka tuone kazi hiyo. Kwa sababu ni Mungu amekuchagua, lazima hiyo kazi ionekane. Kuwa mtumishi wa Mungu si mchezo. Kuwa mtumishi wa Mungu ni kujitolea. Pewe sifa. Sio tu kujitolea peke yako, unajitolea na rasilimali zako zote. Rasilimali wewe, rasilimali pesa zako. Wakati mwingine utachukua za kwako, wakati mwingine utategemea watu wakusaidia, watakusaidia, utakaa na njaa ili utimize kusudi la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndivyo walivyo watu ambao wamechaguliwa na Mungu. Na Daudi, nimalizie kwa kusema Daudi kwa kuwa alichaguliwa na Mungu, tumeona Daudi aliamua kutetea maslahi ya Mungu. Alisimama mbele ya Goliati wakati Sauli alikimbia Goliati. Siku 40 alienda kujifungia ndani. Hakuwa na kauli yoyote, alihofia matusi na sifa aliyokuwa nayo Goliati ya vita. Alikaa wakati Mungu anamsubiri afanye kitu. Alikaa wakati wana wa Israeli wanasubiri atamke kauli, lakini alijifungia ndani. Lakini kwa nini alijifungia ndani? Kwa sababu mafuta ambayo Mungu alikuwa ameweka juu yake yalikuwa yameshaondolewa. Mafuta yanaondoka juu ya mtu, huduma inabaki. Utafanya huduma, keep your position, lakini hautatetea ufalme wa Mungu. Kama tumesimama hapa leo kushuhudia, kwa sababu tunajua kwamba anakwenda kuwekwa wakfu mtu ambaye atasimama na kutetea kazi ya ufalme wa Mungu. Na Mungu anajali sana. Usifikiri kwamba wewe si kitu kama watu wanavyofikiria au kama wewe unavyofikiria. Wewe ni wa thamani sana, ndio maana haukufa upo, na ndio maana Mungu amekuappoint. Anasema I've appointed you, I've chosen you and I've appointed you for you to be a fruit and your fruit shall remain. Matunda yenu lazima yakae. Haleluya. Kwa hiyo nilikuwa nataka kueleza tu kwamba sisi tunakwenda kuhakikisha yale ambayo Bwana ameyakusudia mbinguni. Atuchaguliwe kwa sababu watu wanataka tuwepo. Sisi tunaamini kwamba tunachaguliwa kwa sababu mbingu imetuchagua. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Waefeso wanatuambia kwamba tumebarikiwa. Bwana ametubariki, asa tukuze Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki na baraka zote za rohoni kabla hata hajaweka misingi ya ulimwengu huu. Kabla hata hajatuumba tumebarikiwa. Tumefundishwa na mtumishi wa Mungu kule, ametuambia sisi hatukutoka kwa Adam, kwamba sisi hatujatoka kwa Adam, hatukukuwa ndani ya Adam, tulikuwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwepo kabla ya Adam. Ina maana na sisi tulikuwepo kabla ya Adam.
Sema amen. Kwa hiyo anasema na Yeremia anamwambia kwamba nilikuchagua kabla hujatungwa hata kwenye kizazi cha mama yako, na nikakufanya kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo Bwana amekuchagua. Watu watakupinga. Sitaki kurudia kwenye yale ambayo aliyasema apostle hapa. Utakutana nayo. Mimi mwenyewe nimekutana nayo. Aliyenipaka mafuta ya kitume, Askofu Joseph Alexander, aliongea kitu kimoja akasema, mwanangu, yale niliyokutana nayo mimi utakutana nayo. Na kila ninapokutana nalo ananiambia kwamba I've already told you, you're gonna meet this because I went through this. Na utaenda hiyo. Watainuka watu kinyume na wewe. Watu watakusema wewe ni mwongo. Watu watakuacha. Mtume Paulo anasema nimejifunza kukutana na watu wasiokuwa waaminifu. Utakutana nao pia. Utakutana na watu ambao Yesu alikutana nao. Aliwaona wanakuja umati mkubwa, akasema akageuka akaambia wanafunzi wake, mjihadhari na chachu ya Wafarisayo. Kwa sababu waliwaona ni wanafiki, wanakuja na maneno mazuri, lakini mioyo yao iko mbali na sisi. Mioyo yao haitafute ufalme wa Mungu. Utakutana na watu kama hawa. Ni kuombe uwe makini, kwa sababu mimi na mimi nimekutana na watu kama hawa. Uwe makini. Kuna watu wa kuwa nao karibu na kuna watu wa kuweka mbali. Umakini ufanye kazi sana. Na ili tupate kuwa makini, upate kuwa makini, ombe Mungu akupatie ule moyo discernment wa kugundua. Tunasema discernment ni nini? Ufumbuzi. Utambuzi, uwe na moyo wa utambuzi. Kuweza kutambua huyu anayecheka, je, moyo wake uko na mimi au anacheka tu kwa ajili ya kuja kunimaliza? Kuna watu watakuja kwa ajili ya kukumaliza. Wengine watakuja wanataka kukuoa wakati umeolewa, lakini utawaelewa tu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata mimi mke wangu wakati mwingine anataka kumuoa, nasema ndio sababu wewe ni mwanamke. Mtu anaweza kutaka kukoa, lakini utamwambia tu kama nimeshaolewa. Ni jambo fupi tu. Hata mimi pia kuna wengine wanakuja wanataka niwaoe, naambia nishakuoa. Kwa hiyo ni kawaida, utakutana na watu wa aina zote zile. Kwenye utumishi utatumiwa message, utafanywa nini? Ukisha kuyajua haya yote, ninajua hiyo siku utajua tu kwamba Bwana amenipaka mafuta na haya niliambiwa kwamba nitakwenda kukutana nayo. Amen. Tumepakwa mafuta kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu. Usije ukakompromise kwa kufanya kusudi la wanadamu, sababu wanadamu watainuka wote kinyume na wewe. Mimi ninaye kusimama leo kukuweka wakfu ni mtume wa Christocracy. Kwenye Christocracy hatuangalie majority. Hatuna na mfumo wa kusema wengi wamesema. Tunaangalia Mungu amesema nini. Hata kama wote mtakataa, lakini Mungu amekukubalia wewe, lazima tutakubaliana na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Hatutajiuliza kwamba kwa nini wote tumfuate mtu mmoja. Tutamfuata mtu mmoja nendapo atakuwa na Yesu. Nendapo ndio yule ambaye Mungu amesema ndio huyu, tutamfuata. Hatutamfuata mtu kwa sababu wengi wanasema huyu anafaa. Kwa hiyo utakutana na watu ambao watasema, hata kwenye huduma yako umeanza, watainuka watu wanasema huyu mchungaji hatumtaki. Ujue kwamba ndivyo ilivyo. Mfumo huu wa demokrasia umeshaingia kwenye makanisa. Watainuka watasema hatumtaki kwa sababu wanaringa sana. Wengine watakukataa tu kwa sababu wewe una mume. Wengine watakukataa kwa sababu tu wewe utakuwa una uwezo wa kuweza kubeba huduma yako mwenyewe. Una uwezo wa kubeba huduma yako na pesa unayo. Watu wanakuambia kwamba anajionyesha na pesa, Mungu hajamuweka. Kwa hiyo usimame tu. Ninakuomba utasogea hapa mbele wewe pamoja na baba. Mtakuja kwa hapa, tutakwenda kwenye lile zoezi la kwenda kuwapaka mafuta. Nafikiri hapa patakuwa panafaa. Naomba watumishi wa Mungu, maskofu na mitume mnaweza mkaja kwa ajili ya sisi. Naomba tu tapika magoti na baba naye atapika magoti mkiwa mnaangaliana. Naomba askofu muje, mtapika magoti. Mmoja atapika magoti huku, mmoja kule, mnaangaliana. Tutakwenda kuwaombea na baadaye tutakwenda kuwapaka kwa jinsi sababu kuna mtu anachukua picha, natakiwa some hivi. Na kuna kamera hapo. Ninaomba mafuta yale.
najua kwamba tunachokifanya sisi ni kile ambacho Mungu alikuwa amesha kifanya kabla hata hujazaliwa. Sisi tunakuja kuthibitisha tu, kwa sababu nakumbuka nilichokiona ndani mwako ndicho ambacho ninakwenda kukithibitisha hapa, kwa sababu si rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaomba na baadaye nitakwenda kuwapaka mafuta. Mfalme wa majeshi, Mungu mwenye mamlaka, kanisa zima naomba tusimame juu. Mkutano wote tusimame. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mfalme wa majeshi na Mungu mwenye mamlaka, Nimetumwa kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Haleluya. Sijawekewa mipaka ya kuhubiri injili, bali nimepewa kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Haleluya. Lakini wakati ananipa huu mstari, akanituma ninapoenda kuhubiri injili niende na ile Yohana 14 mstari ule wa 6. Yohana 14 mstari ule wa 6. Baada ya kutumwa nikapewa huo mstari. Yohana 14 mstari ule wa 6 ambao unasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo huduma yangu inaitwa Yesu ni njia na kweli mission. Bwana Yesu asifiwe. Jesus the way, the truth, mission. Kwa hiyo mimi ninapoenda kuhubiri injili mahali popote ninapoenda, cha kwanza nawaambia Yesu ni njia na kweli kwenye maisha yako. Huwezi kufanya chochote na huwezi kumuona Mungu pasipo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya leo kwangu imekuwa furaha sana sana sana. Ninamtukuza Mungu sana. Ninamshukuru Mungu, shangazi yangu na mume wake wameweza kuja kushuhudia binti yao leo ninapakwa mafuta ya kichungaji na kimitume. Naomba wapunge tu mkono. Na mama mkwe wangu naye amekuja kushuhudia mkwe wake napakwa mafuta. Mama, naomba usimame pale wapunge watu. Unapoenda kazini. Lakini mume wangu ana dada yake na yeye amesema hapana, nikashuhudie wifi aliyeletwa kwenye familia yetu, mtumishi wa Mungu, naye atusalimie. Lakini nina mtumishi wa Mungu Joshua, naye tunatumika naye pale tulipo Bwawani. Naomba naye asimame, amekuja kushuhudia na mimi leo napakwa mafuta. Lakini nina kaka yangu Chedi, nawe wapungie. Na mdogo wangu Joshua, nawe wapungie. Amina. Mungu awabariki na nyinyi nyote ambao mmekuja kushuhudia leo. Msipungukiwe katika jina la Yesu. Amen. Ni makofi mengi kwa ajili ya mtumishi. Mungu akubariki sana. Amen. 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 Asante sana na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya yote. Basi kwa wakati huu nitakwenda kumkaribisha Mwinjilisti Deus kwa ajili ya shuhuda kidogo. Karibu kwa dakika 2-3. Nisikie makofi wakati anakuja mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninashukuru Mungu sana kwa ajili ya tukio la leo. Yamkini wewe leo naliona mara ya kwanza, lakini kinachosababisha mimi ni mshukuru Mungu sana kwa sababu leo naliona mara ya pili. Niliona tukio hili miaka 3 iliyopita, miaka 4. Na nikaenda ofisini kwa aposto nikazungumza naye.
Nimeona Mungu akikuinua kimataifa na ukisimamia huduma katika Afrika. Nilizungumza hivyo na yeye. Lakini nashukuru kwamba leo Mungu amelithibitisha. Ndio maana nilimwambia nitakuwa na ushuhuda mfupi kwa ajili ya tukio hili. Sasa wewe uliyepo mahali hapa, jua ya kwamba tukio hili ni mpango wa Mungu na si mpango wa mwanadamu. Na nipongeze huyu brother ambaye ameingia katika agano la pili leo na mke wake. Sijui kama nyinyi hamlione. Agano la kwanza ilikuwa ni harusi, ndoa. Leo umeingia katika agano la huduma na huyo mwanamke. Ni jambo la kumrudishia Mungu utukufu. Kwa hiyo sina mengi. Apostle John Kapeta na mama mchungaji, Mungu yupo pamoja na nyinyi katika safari hii. Na ninaamini kwamba itaenda mbali kama alivyonionyesha. Maana tulikuwa tumekusanyika kama hivi. Ninapokaa mahala pale naangalia kinachofanyika huku, nasema jina la Bwana litukuzwe. Mungu awabariki sana. Sina mengi ya kuzungumza, na mimi huwa sinaga tabia ya kujipendekeza, lakini huwa nazungumza Bwana anachothibitisha. Asante sana watumishi wa Mungu mliomsindikiza mtumishi wake. Asante MC. Asante, makofi mengi. Asante sana, Mungu awabariki sana kwa ajili ya jambo hili kubwa ambalo limefanyika hapa.